in past few years. Na mtazamaji, na sasa tuangazie za kilimo, ambapo baadhi ya wakulima wa mahindi kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa sasa wamekata tamaa kabisa ya kupata mazao mazuri baada ya mimea yao kunyauka kutokana na ukosefu wa maji baada ya mvua kukosekana kwa miezi kadhaa sasa, huku mimea iliyosaliwa ikivamiwa na viwavi. Na kama mwanahabari wetu Steven Keter anavyotueleza, wakulima hao sasa wanaiomba serikali kuweka mipango ya kuwapa fidia ili warejee shambani tena msimu ujao, kwani kwa sasa mimea mingi ya mahindi imenyauka kabisa. Katika kijiji cha Soin, eneo bunge la Moiben, kaunti ya Uasin Gishu, tunapata shamba hili la takribani ekari 600. Hapa tunakutana na Emmanuel Choge ambaye anatufahamisha kuwa yeye na vijana wenzake 15 waliungana na kukodi shamba hili na kupanda mahindi wakiwa na matumaini ya kupata faida kubwa watakapovuna. Ila kwa sasa anasema kila jua linapotua bila tone ya mvua, matumaini yao yanazidi kudidimia. Ukiamka asubuhi kwanza unaogopa kwenda shambani kwa sababu unaweza shikwa na ile stress, msongo wa mawazo. Kwa sababu kwanza ni ile kila siku ukiangalia anga kuna matumaini ya mvua, lakini kifika jioni ile mvua haiko. Choge anasema kwa jumla waliekeza zaidi ya shilingi milioni 30 katika shamba hili. Wakulima wengi kama Choge hapa tayari wamekata tamaa ya kupata kiasi cha mavuno waliokuwa wamekadiria walipopanda mahindi haya mwishoni mwa mwezi wa 3 mwaka huu. Na sasa wanaiomba serikali kuingilia kati na kuwapa fidia ili kuwakinga na hasara kubwa. Waweze kutusaidia sisi kama wakulima wadogo kuona ya kwamba tunaendelea kwa hii kukuza chakula, kwa sababu we wanted to see that this country inapata chakula. Katika kijiji jirani cha Kaplogoi, mzee wa mitaa John Chepkieng anakiri kuwa kwenye tajriba yake ya zaidi ya miongo 4 kama mkulima wa mahindi, hii ni mojawapo ya msimu mbaya zaidi aliyowahi kushuhudia. Hii unaweza pata kama hii moja kweli unaweza choma. Hiyo ndio kiwango wanasema unaweza toa gunia 1 ama 2 parega. Hali ni ile ile katika maeneo mengi ya kaunti hii ya Uasin Gishu ambayo inaongoza humu nchini kwa kuzalisha mahindi. In the event we realize that we can have shortages of maize, the government will move ahead and see if we can import some maize to really address the missing gap on maize. Steve Keter, NTV Adhuhuri.